Hala, kumbe na ugeni. Bora umejileta mwenyewe leo. Naomba nisikize kwa mtoto sio na wazazi. Naomba uache mara moja hicho unachokifanya. Sije mzazi wako akaona mimi mbaya. Si umenielewa? Wewe ndio unatakiwa uache hicho unachokifanya, kwa sababu umepewa kalama na Mungu ili uje kusaidia watu na sio kuumiza watu. Naomba unisikize kwa makini. Naomba utoke mara moja kwenye uwanja wangu. La sivyo, jamii itaona mimi sina maana. Nisikilize vizuri kwa makini. Naomba uongee na kaka yako. Kazi mlionipa imeshanishinda. Tafuteni mganga mwingine. Kwani kimetokea nini? Mbona hivyo? Kipi usichokielewa hapo? Nimesema kazi yenu imenishinda. Haiwezekani mimi mtu mzima kama mimi na ndevu hizi nipie mtoto mdogo kama yule. Haiwezekani. Haija kutokea. Siwezi kujifunjia CV yangu kwa kazi ndogo kama hiyo. Mganga, si ungeniambia kwani shida nini? Na kama ni masuala ya ulisi, tafuteni mtu mwingine. Ndugu yenu Kidawa akaenda kutafuta mtu sio katokea wapi? Sio kijini kile, sio kikuchilo kile, sio kiguliwe poli. Ananipiga mimi. Nimeshindwa. Kwa mazuri mara mganga na ikaja. Kiukweli ndugu yangu, mpaka muda huu kilichonileta tena hapa kuhusu swala la mzee. Maana tumewasubiri vya kutosha. Na isitoshe juu tumepata tena nyumba nyingine Mbezi. Kwa hiyo hatujui swala lenu la hapa limefikia wapi. Ndugu yangu, kwanza ni kuondoe wasiwasi. Na ndio maana nilikuonyesha hii nyumba hapa. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Sikiliza bwana. Hii nyumba unavyoiona hii. Hii nyumba ni ya urithi. Afu tuko wengi. Kwa hiyo ni mpaka tukae chini tujadiliane. Kuna mambo ya kisheria hapo lazima yapite. Mdogo wangu, nimekuja hapa. Sijaja kishari, nimekuja tuelewane. Toa ile hati nistilike dada yako. Mteja amefikia mpaka 500,000. Wewe tutakupa 200, sisi tutagawana na kaka. Wewe umeolewa, umepata hicho kibanda. Sisi tustilike, tusihangaike. Tustili mdogo wangu.
mambo ya kisheria nini, hati ipatikane, basi jambo liende kama ambavyo tumekusudia liende. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, ninaomba mnipatie wiki hizi 2. Baada ya wiki 2 mimi nitakupigia wewe simu, alafu utamjuza mzee. Okay. Nimekusikia hapo, nimekuelewa, lakini kitu kimoja kwamba make sure kama jambo linawezekana liende kwa wakati, au kama la basi utupe go ahead tuchukue ile nyumba pesa, kwa sababu kuna ile nyumba nyingine ambayo nimekwambia imepatikana. Hakikisha hilo linaenda sawa. Swala la nyumba ondoa mashaka kaka. Yaani swala la nyumba wewe ondoa mashaka. Nyumba ipo, nituko kwenye process za mwisho tu. Kuwa na amani brother. Kwa kama mjumbe, ujumbe wako nitakufikisha kwa mzee kitu gani ambacho kinaendelea. Sawa. Have a good day. Karibu. Huu mziki mlioanzisha hakuna wa kuuzima. Sitoi hati wala nyumba yuzu. Toka! Toka! Nimekwambia dada, toka! Toka kwanza, toka! Lakini mdogo wangu, Nimekwambia toka! Nyinyi si mmelianzisha, mimi nitalimaliza. Babangu aliniachia maagizo nisiuze ile nyumba. Mna kielele? Njia, tafuteni vya kwenu. Ustazi, ukweli ni kwamba hali inazidi kuwa mbaya. Hivi unavyoniona hapa, nimetoka nyumbani pale. Kuna ule mtoto wa ule mzee ambaye anatakiwa kuichukua ile nyumba pale. Amekuja. Kwa hiyo hapa nilipo nina stress moja mbaya sana. Ombi langu sasa, hebu naomba unisaidie ndugu yangu. Basi tuseme kwamba imeshindikana, lakini basi hata umtie uenda wazimu tu. Uenda wazimu tu, yaani hata kidogo. Sisi tufanikishe jambo hili. Ushanifahamu? Leo mimi ndugu yangu nikwambie kitu ambacho ukijua. Kaka, hela yako naitamani sana. Na ina njaa kweli. Ila kaka, usichojua ila yenu ni ya moto. Najua huwezi kunielewa kwa sasa hivi. Kaka, kama masaa kadhaa yaliyopita, yule mtoto niliyokuambia nikikwazo kwenye jambo letu kanifuata. Kaka, huwezi amini, na midevu yangu yote kaka nimepigwa kama mtoto mdogo. Kaka kanizalisha kama mtoto mdogo. Na hapa mguu unavyoona huo, natoka naenda kwa mkuu wangu.
unaambiwa yakikushinda kuomba msaada inakubidi. Naenda kuomba msaada kwa mkuu wangu. Uone mimi kuna sehemu nimekosea, sijui kama binadamu au kwenye kazi zetu nimekosea. Naenda kuomba msaada. Nikasikilize nimekosea wapi. Jibu nitakalopewa kaka, nitakujulisha mzee mwenzangu. Acha nienda kwa mkuu. Stazi, hivi unajua hata wewe unanichanganya sasa. Ile kazi uliniambia unaiweza. Na ulisema unaweza kukabiliana na huyo mtoto. Unaweza. Uliniambia hivyo Stazi. Lakini anyway, hayo mambo yote sawa. Stazi, pale kwenye milioni 120 pale, mimi naomba niendelee kuongeza kishungi iwe milioni 150. Fanya kazi yako ili mradi tufikie lengo lengwa, mimi nipate kumiliki vile vitu, nipate kuiuza ile nyumba. Yaani tuna withdraw, unapata chako, maisha mengine yanaendelea. Mheshimiwa, hebu changamkia hii fursa basi. Hii ni fursa azimu. Ndugu yangu, mimi labda nikwambie kitu kimoja. Nimekuelewa, na wewe ndugu yangu na rafiki yangu, tumefanya mengi, tumesaidiana mengi. Ila naomba nafasi ya mwisho niende kwa mkuu wangu mguu nikaongee naye. Na kuahidi tutapata jibu zuri na tutalimaliza hili. Shaka ondoa. Na kutegemea. Haina shida. Hadi katika mjinga nilikuwa nakutafuta wewe ni mmoja wapo. Sasa leo nakumaliza. Yaani wewe leo ni na wewe. Yaani wewe wa kumfanyia mke wangu mabaya. Wewe wa kumtendea mke wangu mabaya. Wewe wa kumloga mke wangu. Sasa nasemaje? Hili jiwe litakumalizikia usoni mwako. Mbagala tunahitajiwe Fatuma. Manzese tunaitakili kuu. Gongo la Mboto wanaita Nyangalikaga. Sasa hili Nyangalikaga litakumalizia usoni kwako. We pimbi wewe. Wewe. Unajua katika kitu ambacho nilikikosea kwenye maisha yangu ni mimi kukupa wewe dada yangu wakati hauna akili. Mimi? Wewe ndio. Mimi sina akili. Ndio maana yake. Wewe mwenyewe una akili. Wewe. Sikia. Siku nyingine huo upimbi unaoniletea huu, nitakuja nikufanye kitu kibaya hujawahi kufanya. Na huu mziki unaotaka kuuingia huu mziki, wewe nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanywa wewe. Wale mbavu. Afu una bahati kweli kweli, una bahati mimi sijameza vidonge mjinga wewe. Unasemaje wewe? Naam? Wewe. Kwa heshima tu. Shemeji, kwa heshima. Alafu isitoshe ni shemeji yangu. Shemeji yako ni mkeo. Kwa hiyo unagombanaje na mumeo? Achana bwana, kwa heshima baba. Kwa heshima baba. Na mke wangu, unajua sasa hivi nimekuwa na roho kikatili sana.
Ninachohitaji kuwaua ndugu zangu, dada na kaka. Ninachohitaji kuwaua ndugu zangu, dada na kaka. Familia ikigawanyika, moyo hulia kimya. Mali inaweza kuleta chuki, lakini damu hubaki damu. Walizaliwa nyumba moja, walikula sahani moja. Leo mali imegeuka kuwa sababu ya vita. Kaka na dada wameficha tabasamu, nyamio mioyo, kuna mipango ya maumivu. Mdogo wao wa kike ameolewa mbali, lakini hati ya nyumba ipo mikononi mwake. Wanasema huu ni urithi wetu wote, lakini tamaa imefumba macho yao wote. Husda imeingia ndani ya familia, upendo umegeuka kuwa chuki na mateso. Wanasahau damu iliyowaunganisha. Husda ni moto usioonekana, unaunguza mioyo bila kutoa